Ikhwani fillah, ndugu zangu katika imani, ninakuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu juu ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anatufahamisha ndani ya Qur'an, enyi mlioamini mcheni Allah uhakika wa kumcha, wala msife isipokuwa mmekwisha kuwa Waislamu kamili. Na katika aya nyingine Allah anasema, enyi mlioamini mcheni Allah na kuweni pamoja na wanaosema kweli au pamoja na wakweli. Lakini pia Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia, enyi mlioamini mcheni Allah na semeni maneno yaliyo ya sawa. Mwenyezi Mungu atakutengenezeeni mambo yenu na atakusameheni dhambi zenu, na atakayemtii Mwenyezi Mungu na mtume, huyo amepata uhakika wa kufuzu kwa uhakika kabisa. Tunamwomba Allah tabaraka wa taala atujalie miongoni mwa wale watakaofuzu kupitia katika amali ambazo tunazifanya. Ndugu zangu katika imani, hotuba yetu ya leo tutagusa kidogo juu ya dhana ya Lailatul Qadri na itikaf. Dhana ya Lailatul Qadri pamoja na itikaf. Qala Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala anasema baada a'udhu billahi minash shaitanir rajim, inna anzalnahu fi lailatil qadr wama adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alf shahr تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. سورة القدر hii ni sura miongoni mwa sura fupi zinazopatikana katika juzu amma. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia, inna anzalnahu fi lailatil qadr, hakika sisi tumeiteremsha katika mwezi katika usiku wenye cheo. Wama adraka ma lailatul qadr, na ni kipi kitakachokujuza kwamba huu ni usiku wenye cheo? Tanazzalu almalaika, katika usiku huu wanateremka malaika. Waruh fiha, lakini pia mbali na malaika wote ni pamoja na Jibril alayhi salam anateremka ndani ya usiku huo. Biidhni rabbihim min kulli amr, kwa idhni ya Mola wao na kwa kila jambo. Salamun hiya hatta matla'il fajr, usiku huu unakuwa ni usiku wa amani mpaka panapopambazuka alfajiri ya kweli. Katika sehemu hii, aya zote hizi, kuna mambo ya msingi ya kuzingatia. Kwanza, inna anzalnahu, hakika sisi tumeiteremsha nini? Hakika sisi tumeiteremsha Qur'an katika usiku wenye cheo. Kisha ikaulizwa, usiku wenye cheo unaujua? Usiku huu wanateremka malaika kwa wingi kabisa. Kenda katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, anasema uteremkaji wa malaika kuja katika dunia wanakuwa ni kama changarawe, yani kama unavyoweza kukuta changarawe zinarundikwa sehemu, wanatiririka kwa kuteremka kwa sababu ya huu usiku wenye cheo. Na sio tu malaika wa kawaida, lakini ni mpaka mkubwa wa malaika, naye ni Jibril alayhi salam, kuja kuadhimisha huu usiku. Taarifa ya kwanza ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatupa ni kwamba Qur'ani imeshuka ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Lakini sio tu ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan,
lakini ni katika 10 la mwisho ambapo ndani yake kunapatikana Lailatul Qadr. 10 ya mwisho ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ndimo ambamo kunapatikana Lailatul Qadr kwa mujibu wa mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Katika sehemu ya kwanza, kabla ya kuitazama Lailatul Qadr, hapa Mwenyezi Mungu anataka kutuonesha thamani ya Qur'an. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Kabla ya kwenda kuitazama Lailatul Qadr, inatakiwa tutazame hiki ambacho Mwenyezi Mungu anasema nimekiteremsha kwenye huo usiku wenye cheo. Kwenda kutazama usiku wenye cheo itakuwa ni faida ya ziada, lakini mahitaji ya Mwenyezi Mungu katika sura hii, jambo la kwanza ni kutazama thamani ya Qur'ani ambayo haikuteremshwa katika nyakati zingine zozote isipokuwa imeteremshwa katika usiku uliochaguliwa na Allah subhanahu wa ta'ala, ukapewa cheo, nao unapatikana katika masiku 10 ya mwisho ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ndugu zangu katika imani, mwezi mtukufu wa Ramadhani hauingii katika miezi mitakatifu ya asili. Qala Allah ta'ala, inna iddatash shuhuri 'inda Allah 12 shahra fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ard minha 4 hurum dhalika ad-dinul qayyim walakinna akthara an-nasi la ya'lamun. Dhalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia hakika idadi ya miezi katika mwaka mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni miezi 12 fi kitabillah, katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Yawma khalaqa as-samawati wal ard, tangu Allah alipoumba mbingu na ardhi. Minha 4 hurum, ndani ya miezi hii 12 kuna miezi 4. Hii miezi 4 ni mitakatifu kiasili. Tangu ilipowekwa miezi 12, miezi 4 ni miezi mitukufu. Kwa taarifa tu ni kwamba katika hii miezi mitukufu mwezi wa Ramadhani haumo. Mwezi wa Ramadhani haupatikani. Na miezi hii 4 tumefahamishwa fala tadhlimu fihinna anfusakum, wala msidhulumu nafsi zenu kwa kufanya maasiya, na mkapunguza kiwango cha kufanya mambo mema mkadhulumu nafsi zenu. Mwezi wa Ramadhani unapata utukufu wake kwa sababu ya tukio kubwa lililotokea ndani yake, na Mwenyezi Mungu kwa rehema zake na kwa utashi wake aliuchagua huu mwezi wa Ramadhani aiteremshe ndani yake Qur'an, na ikawa ndiyo sababu ya mwezi huu kuadhimishwa, kupewa utukufu sasa wa zaidi ya miezi ile 4. Anzalnahu fi Lailatul Qadr. Anachokitaka Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ni kuiona thamani ya Qur'ani katika maisha ya watu, katika maisha ya watu ambao wamepewa hiki kitabu cha Qur'ani. Walillahi alhamdu, tukitazama umma katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, jitihada kubwa sana zinafanyika za pengine kuadhimisha hiyo Qur'an. Lakini taadhim ya hiki kitabu katika uhalisia inawezekana ikawa iko chini ya kiwango alichokikusudia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Taadhim ya Qur'an katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, nadhani hakuna mwezi ambao watu wanashindania kufanya mashindano ya Qur'ani kama ilivyo katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kila madrasa kwa namna yake, kila kata kwa namna yake, kila mkoa kwa namna yake, katika ngazi ya taifa na katika ngazi ya kimataifa. Na utaona watu wanavyodhihirisha kama kuwa na mapenzi makubwa ya Qur'ani, namna wanavyoitika. Lakini tunaweza kujiuliza swali, hal hadha yakunu ta'dhimu khassatan lillah? Je,
Kufanya hayo yatosha kuwa ndio uhalisia wa kufanya taadhim au kuadhimisha hiyo Qur'an. Laqad ja'akum kitaban fihi dhikrukum, laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum afala taqilun. Allah subhanahu wa ta'ala anasema tumekuteremsheni kitabu ambacho ndani yake mna heshima yenu, mna utajo wenu. Afala taqilun, je hamtanabahi, hamjui hilo? Yani ndani ya Qur'ani kama ukisoma vizuri inasimamia heshima na nidhamu, inasimamia status, hadhi ya Waislamu. Afala taqilun, je hamlitambui hilo? Katika sehemu tulipo sio pabaya, sio pabaya kwa sababu ni sehemu ya hatua, walau kuzingatia kwamba Qur'ani imeteremka ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani na lazima tuisome kwa wingi. Lakini katika sehemu ambayo sitoacha kuzungumza ni kubadili mindset zetu kutoka kwenye malengo madogo kwenda kwenye malengo makubwa. Taban inawezekana katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani kuna watu wamejiwekea ataimaliza Qur'ani yote mara 7. Yani ataimaliza Qur'ani yote mara 7. Na kuna mtu ataweka ataimaliza Qur'ani mara 3. Wa ala al-aqalli kuna watu ambao watamaliza Qur'ani kwa mara 1. Na huenda kuna watu watamaliza hata nusu ya Qur'ani kulingana na upeo wao na uwezo wao wa kusoma. Lakini hii yote inawezekana kwa mazingira yetu tusijue hiyo thamani anayoikusudia Mwenyezi Mungu ya kutuambia inna anzalnahu fi lailatul qadr. Hakika tumeiteremsha hiyo Qur'an katika usiku wenye cheo. Thamani ya kwanza haiendi kwenye usiku wenye cheo. Thamani ya kwanza inakwenda kwenye hiki kinachoteremshwa kwenye usiku wenye cheo. Hauwezi kujua hiyo thamani ya hicho kitu mpaka ujue ujumbe uliomo ndani ya hiyo Qur'an. Tutoke kwenye hatua ya kusoma tu. Natumia neno watu wengine walipendi sana, lakini kuisoma Qur'ani kikasuku. Yani unaisoma unaimaliza mara 7, lakini kukuondoka na ujumbe wowote unaopatikana ndani ya zile aya. Na ukitoka pale taban kwa mujibu wa hadithi sahihi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakati unasoma pale unapata thawabu, lakini inawezekana thawabu zile zikaenda kuliwa na kuikiuka Qur'ani kwa namna ambavyo umeiendea. Katika suratul Furqan Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika sifa za waumini, walladhina idha dhukiru biayati rabbihim lam yakhiru 'alayha summa wa umyana, ni pamoja na wale ambao wanapokumbushwa ama kujikumbusha aya za Allah subhanahu wa ta'ala za Qur'an, lam yakhiru 'alayha, hawazianguki aya hizo, summan wa umyana, kwa uziwi na upofu. Kuziangukia aya za Allah subhanahu wa ta'ala kwa uziwi na upofu haimaanishi kingine isipokuwa inaweza kuwa kwa namna mbili, kwamba moja, umesoma vizuri kwa kufuata ahkami zake, lakini ukuambulia kitu, yani hukujua chochote katika kile ambacho umekisoma. Ukitoka pale hautaenda kutekeleza yale ambayo umetoka kuyasoma, wala hautaenda kukatazika na yale ambayo yamekatazwa katika zile aya ulizozisoma. Hizi aya utakuwa umeziangukia kwa uziwi na upofu. Sehemu ya pili ni mtu kusoma akaelewa, alafu akaenda kwenye maisha akazikiuka zile aya, atakuwa ameziangukia pia kwa uziwi na upofu. Umma mkubwa tulionao uko kwenye hili kundi la kwanza la kusoma, hawakuelewa chochote, alafu akatoka pale, yale aliyokatazwa katika kila alichokisoma anaenda kuyafanya, yale aliyoamrishwa pale haendi kuyatekeleza. Huyo ataingia katika kundi la kuangukia aya za Allah subhanahu wa ta'ala katika uziwi na upofu. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, niko kwenye dhamiri hii ya hau, tumeiteremsha hii Qur'ani katika usiku wenye cheo. Kabla ya kujua usiku wenye cheo, ujue kilichoteremshwa ndani ya usiku huu, thamani yake, yani thamani ya Qur'an. Hauwezi kujua hiyo thamani ya Qur'an mpaka ujue kile kilichomo ndani ya hiyo Qur'an.
Majini wamemsikia Mtume sallallahu alayhi wasallam akiisoma Qur'ani, wakaambizana kwa pamoja, tusikilize, ansitu, kaeni kimya tusikilize. وإذ فرقنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا. waliposogea karibu wakaambizana wenyewe, kaeni kimya. falamma qudhiya, Qur'ani ilipomalizika kusomwa, wallau ila qaumihim mundhirin, haraka sana wakachukua ule ujumbe walioupata, wakaenda kwa watu wao, kwa viumbe wao ama kwa wenzao, kwenda kuwaonya. Wakaambia, inna sami'na kitaba, leo tumesikia kitabu kikisomwa, unzila min ba'di Musa, hiki kitabu kimeteremshwa baada ya Musa, yahdi ila alhaqi, kinaongoza watu kwenye uongofu, wa ila tariqin mustaqim, ay wa ila siratin mustaqim, kinaongoza watu katika njia iliyonyooka. Ya qaumana ajibu da'i Allah, enyi watu wetu itikieni wito wa Allah subhanahu wa ta'ala katika aya inayosomwa. Na ukienda katika suratul jinn, Allah sema, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min aljinn faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila ar-rushd fa amanna bih wa lan nushrika bi rabbina ahada. Katika nyingine nasema, Allah asema, Muhammad waambie, mimi nimefunuliwa kwamba kuna kundi la majini wamesikia Qur'an, wakasema inna sami'na qur'anan ajaba, hakika tumeisikia Qur'ani kuwa ni kitabu cha ajabu kabisa. Hakuna kilichowastaajabisha isipokuwa ni ujumbe ule uliomo ndani ya ile Qur'an, ndio kilichowastaajabisha. Yahdi ila rushdi, Qur'ani hii inaongoza watu kwenda katika uongofu. Na wao wanasema, sisi tumeiamini hiyo Qur'an, na kuanzia leo hatutamshirikisha tena Mwenyezi Mungu na viumbe wake. Angalia hao walivyoisoma Qur'an, angalia majini namna walivyoisoma Qur'an, ama walivyoisikia Qur'ani ikisomwa, na kitu ambacho waliondoka nacho, hawatomshirikisha tena Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika maisha yao kwa ujumbe waliousikia wa Qur'an. Ala al-asaf, katika sehemu ya masikitiko makubwa, sehemu yetu kubwa imeishia tu kuisoma kama wale kuna kundi ambalo halisomi kabisa, yani halisomi kabisa Qur'ani maisha yao yote. Hilo ni kundi lipo pale. Lakini kuna kundi kubwa la umma linasoma tu katika level zetu ambao sio Waarabu, tunasoma tu zile kaida, kanuni kwa kuisoma kwa matini yake. Tunasema ni hatua, walilahi alhamdu, na jambo zuri. Lakini kundi kubwa halipati ujumbe wa zile aya. Ile kumaliza Qur'ani mara 3, kumaliza Qur'ani mara 7, kumaliza Qur'ani mara 10 katika mwezi ni jambo zuri, lakini haukuondoka na ujumbe wowote katika hizo aya, hapa utakuwa hauna uwezo wa kuadhimisha hiki kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu namna pekee ya kuadhimisha ni kuleta mazingatio kwa nini Mwenyezi Mungu anateremsha hii Qur'an katika Lailatul Qadr, lakini pia akaonesha ile thamani yake. Kwa hiyo katika maisha yetu panahitaji kufanya mabadiliko makubwa sana, makubwa kabisa, ambayo bahati mbaya kwa namna watu walivyozoea, ili jambo linakuwa ni gumu kabisa. Kwa wale ambao tunasoma darasa za jioni hapa baada ya alasri, hii concept tumeieleza sana, lakini kwa sababu watu wengi pia wanakuwa hawapo, nimeona pia nitumia kutuba hii kukazia maarifa kwa wale ambao wamekwisha hudhuria ile darasa letu. Tunasoma katika sura At-Tariq, Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema, innahu laqawlun fasl wama huwa bilhazl, hakika ya hii Qur'an ni kipambanuzi cha haki na batil, na wala sio kitabu cha mzaha, sio kitabu cha mchezo kabisa. Ala al-asaf, unaweza ukahudhuria baadhi ya maeneo ambayo yana hafla za kuiadhimisha hii Qur'an, lakini wakati wa usomaji tayari kitabu hiki kinakiukwa. Kwa mfano, Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema, fa idha quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun, na inaposomwa hii Qur'ani
fastami'u lahu, isikilizeni. Sio fasma'u lahu, fastami'u lahu. Sio isikieni, isikilizeni. Kusikia na kusikiliza ni vitu viwili tofauti. Kusikiliza maana yake ni kwamba unasikia attentively, unakaa unasubiri, unataka kupokea ile message. Wa ansitu, na mkae kimya, la'allakum turhamun, ili mpate kurehemewa. Qur'ani inasoma pale ahyana, bahati mbaya wakati mwingine zinasoma aya za kuleta mshtuko, lakini yule mtu anapotua katika aya unasikia watu wasema Allah Allah Allah, zid. Qur'ani inasema mkae kimya, inakiukwa pale pale na watu wanaendelea. Zipanaweza kuwa panatajwa dalili za kiyama, lakini ukaona watu wanavyoshangilia kwa sababu tu ya ile midadi na mihemko ya mabadiliko ya sauti na mbwembwe zilizotumika katika usomaji wa zile aya. Tayari unasikia watu wanahemkwa. Ukiwauliza umeshangilia hapo, umeshangilia kwa lipi? Umeshangilia kwa lipi? Hawezi kukuambia kwamba kuna message imeniingia ndio imenifanya mimi nishangilie. Nilikuwa na hapa mfano kwa nasema, ukisikia wasomaji, kuna msomaji mmoja akisoma sura Takwir, anavuta kuanzia aya kwanza mpaka ya 9 ndio anakwenda kusimama pale. Wa idhal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat. Unasikia watu wanavyoshangilia. Sio kitu cha kawaida. Inaweza kuwa tumetekwa na adui pasina sisi kujua, tukaingia kwenye ushabiki ambao hauendi kwenye malengo ya Qur'an. Na mtoto wa kike siku hiyo ataulizwa kwa dhambi gani aliuawa. Anasimama hapo, alafu nasikia watu wanasema Allah. Sasa unauliza hapa alichoshangilia ni nini? Labda wanasema aulizwe. Pengine ni hivyo. Lakini the reality ni kwamba ule mhemko umetokana tu na idadi ya sauti na mabadilisho tu yale ya mbwembo za usomaji. Hawakuondoka na chochote. Wakitoka pale zile aya wanaziangukia kwa uziwi na upofu. Na bado wanaweza wakatoka pale wakaenda wasiwe na thamani ya kuenzi watoto wa kike katika Uislamu. Wala wasijue wamezemkia aya kwa uziwi na upofu. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Nitaka tuone hiyo thamani kwanza kabla ya kuitazama lailatul qadr yenyewe. Kwa mujibu wa hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam, lailatul qadr, usiku wenye cheo, unapatikana ndani ya makumi haya ya mwisho, na hasa katika witri zake, bali inasisitizwa kwa mtu ambaye anawasa ayatumia masiku yote, yani masiku 10 yote. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema atakayeswali qiyamul layli kwa mwaka mzima atadiriki lailatul qadr. Yani atakayeswali qiyamul layli kwa mwaka mzima ataidiriki lailatul qadr. Kwa maana ni kwamba na Ramadhani yote inawezekana ukaipata, bado mtu anaweza kuchukua Ramadhani yote, kwa sababu kuna qila zingine zinaonyesha, kauli nyingine ambazo zinaonyesha kwamba uende lailatul qadri inapatikana katika 10 lolote, japo msisitizo unaonekana katika 10 la mwisho. Kwa hiyo katika 10 la mwisho pia inaonekana katika masiku ya witri. Ziko hadithi ambazo zinaonyesha siku ya 21, 23, 25, 27, 29 na usiku wa mwisho wa Ramadhani, ambao mara nyingi usiku wa mwisho wa Ramadhani tunakuwa hatujui. Tunaweza kuwa katika mashaka, otherwise iwe imetokea kwamba watu wametimiza siku 30 ule usiku wa mwisho. Moja ya ofa ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaitoa katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani na ndani ya Lailatul Qadr, ambayo ndani yake imeteremka Qur'an, ni kufadhilisha amali za waja. Atakayefanya amali moja ambayo mara zote inahesabiwa kwa hesabu ya 1 kwa 10, atalipwa kana kwamba amali hiyo ameifanya kwa muda wa miaka 83, miezi 1000.
khairun min alf shahr. Mara nyingi watu wanachukulia kama vile amali inayokusudiwa ni amali ya qiyamu laili katika mwezi huu, ama ni amali ya sala ya usiku. Sio sala peke yake, bali ni kwa kila jambo. Yani kwa mfano tunapozungumza leo, ikitokea ukatoa sadaka kwa mfano katika maisha yako, ukaibahatisha kwenye Lailatul Qadr, wewe utachukuliwa umetoa sadaka kwa muda wa miaka 83. Kwa mtu yeyote ambaye ana akili katika sisi, kwanza ni wachache sana ambao watafika hiyo miaka 83. Kwa hiyo unalipa in advance. Yani ukijitathmini hapo unaweza kutazama, mimi mpaka nafika miaka 83, yani katika tulipo hapa msikitini, wangapi ambao wakitazama wana matumaini kwamba anaweza kufika mwaka 83. Let's say hapo ulipo, jalia Mwenyezi Mungu amekuongeza miaka 20 mbele. Kuna kundi kubwa bado alifiki miaka 83. Kuna watu wengine kwa umri wake akiambiwa na kuongeza miaka 5 mbele, bado 83 afiki. Alafu Mwenyezi Mungu anajalia kwenye hayo masiku, na ambayo hatuyajui, yanaweza kuwa katika witri, lakini pia yanaweza kuwa katika 10 la mwisho lote la Ramadhani. Ikitokea ukabahatisha kutoa katika masiku hayo na Allah akaikubali ile amali yako, itazidishwa kana kwamba wewe amali hiyo haukuifanya leo tu, umeifanya kwa miaka 83 au zaidi ya miaka. Khairun min alf shahr, zaidi ya miezi 1000, kwa maana zaidi ya miaka 83. Hivi mtu yeyote ambaye ana utambuzi mzuri anawezaje kuyapoteza haya masiku ambayo yanamgarantii kupata amali, kulipwa katika amali, kana kwamba amefanya hiyo amali kwa muda wa miaka 83? Amali yoyote ya kheri, amali yoyote. Yani kama imetokea kwa mfano umemfuturisha mtu katika usiku ambao ndio ndani yake kutatokea usiku wenye cheo, ukafanya hivyo, na kwa sababu ya kuchelea ukasema ngoja niachukue masiku 10 yote nijipinde kwenye kufanya amali njema, lazima utabahatisha katika siku mojawapo, kwa sababu haiwezekani ikawa haipo. Lazima kuna usiku mmojawapo utakuwa katika hizo. Katika masiku 10 haya hauwezi kusema kwamba nimeukosa. Labda ibatilishwe na amali na nia yako, ibatilishwe na nia yako, ibatilishwe na dhamira yako katika nafsi yako, ibatilishwe na vigezo vingine, lakini Allah amekukubali kwamba amali hii aliyoifanya imebahatika, imeingia katika siku ya Lailatul Qadr na imekidhi vigezo vyote, basi Allah subhanahu wa ta'ala anakulipa kwa amali hiyo kana kwamba umeifanya kwa muda wa miaka ama miezi 1000 sawa na miaka 83 na ziada. Moja katika amali iliyopo katika haya masiku 10 ya mwisho kwa mujibu wa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kwamba alikuwa akifanya itikafu katika kipindi hiki, na Allah akasema, wala akata anazungumza katika kadhia ya Ramadhani, uhilla lakum lailata as-siyami rafathu ila nisaikum. Ukienda mpaka mwisho pale Allah asema wala taqrabuhunna wa antum aakifuna fil masajid. Na hapa alikusudia kwamba msiwaguse akina mama wake zenu wakati ambao mtakuwa itikafu katika misikiti. Iko kauli ya kusema na kwenda sambamba na hadithi kwamba hakuna itikafu isipokuwa katika misikiti mitatu. Lakini pia bado kuna kauli zingine za hadithi, na kwa kuzingatia aya hii almasajid imekuwa ni general, kwa maana ni misikiti yoyote, na inaingia katika masharti ya kufanya itikafu. Na tunaposema itikafu maana yake ni kutenga muda. Itikafu ni kutenga muda katika kipindi maalum ambayo kwa uchache wake ni siku nzima au usiku mzima. Yani kwa uchache wake inaweza kuwa siku au inawezekana kuwa ni usiku mojawapo, na wingi wake mtu anaweza kuweka kadiri, lakini pia
inachukuliwa zaidi katika haya masiku 10 kwa sababu ndilo aliyokuwa kilifanya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kutia nia kuwa katika msikiti kwa lengo la kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ukayaacha ukayapotezea baadhi ya mambo ambayo ni ya dunia, ukakaa katika msikiti kwa muda ambao utakuwa umetilia nia, unatia nia kwa lengo la kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, unakaa msikitini. Hii nia ni lazima iwe ni msikitini, na inaongezwa pia ni lazima iwe katika msikiti ambao unaswaliwa jamaa, ili usiwe na nafasi pia ya kutoka mara kwa mara, unatoka kwenye huo msikiti unakwenda kwenye msikiti mwingine kwa ajili ya jamaa. Lazima iwe katika msikiti ambao unaswaliwa jamaa. Na ikaongezwa pia ukipata msikiti ambao unaswaliwa Ijumaa itakuwa ni aula, japo haivunji zile shuruti. Hii ya Ijumaa inaboreshwa zaidi, lakini sio ya lazima sana. Kubwa ni kwamba kwenye unasali sala ya jamaa, kwa sababu ukitoka mara kwa mara unaweza kukutana na mambo ya kushughulisha na mwisho ukashindwa kuikabili ama kuitekeleza vizuri hii amali ya itikafu. Na hii katika mambo ambayo ni ya kuzingatia ni pamoja na kuweka nia kuwa katika msikiti ambao lazima iwe katika msikiti na sio sehemu nyingine, na lazima iwe ni katika msikiti unaoswaliwa jamaa. Katika jambo la angalizo ni kwamba mtu asije akaacha mambo ya wajibati, yale ya wajib, akaenda kwenye hii sunna, ametia nia ya siku 3 kwa mfano, alafu hajatekeleza wajibu wake nyumbani, watu wanasuffocate, unasema mimi niko kwa Allah. Yani utautukanisha Uislamu. Yani ukafika pahala nyumbani hawajui watakula nini, watafanya nini, na wanategemea kipato chako cha siku. Wewe umeamua kuviacha vyote, unasema niko msikitini. Pamoja na kwamba baadhi ya mambo kama vile masala ya kwenda kutembelea wagonjwa, kufanya nini ukiwa katika itikafu, hayo uruhusiwi kuyafanya. Kama ni kuuliza, ni kule kuuliza tu kujua hali, tena kwa juu tu, ni kwamba tayari kuna mipango ambayo unakuwa umeiweka namna, kama ni mtu ambaye anakuhusu, umeweka mipango ambayo watu wataendelea kushughulika nayo. Kwa hiyo haimaanishi kwamba utelekeze familia alafu ukaenda unasema nimekaa msikitini kwa ajili ya itikafu, na kwamba pale hautotolewa na vitu ambavyo ni vya dunia, kama vile umeacha simu wazi, unaanza kufuatilia mipango huko msikitini, lakini unafuatilia mpango wa mizigo yako inaendaje, biashara hizi vipi, leo mmepokea wateja wangapi. Hii nayo utakuwa umetoka katika ile dhamira ya itikafu. Hili ni jambo ambalo kwa mtu ambaye anakusudia kulifanya anaweza kulifanya katika masiku 10 haya ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, lakini hakikisha yale mambo ambayo ni ya msingi yasije yani ukaenda katika utekelezaji wa sunna ukabatilisha yale ambayo ni ya wajib au ni ya lazima. Na katika mambo ambayo ni ya kuzingatia, jambo hili ni kwamba litakuletea ukaribu kabisa na Allah subhanahu wa ta'ala, na hasa kama utaleta mazingatio baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, kwamba nilitoa muda wangu nikaukabidhi kwa Mwenyezi Mungu, nikafanya 1 2 3, na jambo hili likuletee athari sasa baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Ule unyenyekevu ambao ukuwa nao kabla uonekane kwa sababu ya kukaa kwako itikafu hapa msikitini. Na mambo ya kufanya, manake utaleta adhiya kwa maana ya dua mbalimbali, lakini pia unaweza kukaa ukasoma Qur'ani, unaweza kuleta ibada za sunna, unaweza kufanya amali mbalimbali ambazo zinakuwa ni katika Uislamu za khairat. Hii inakufanya unajikurubisha zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kuna mtu anaweza akataka kulifanya hilo, lakini akawa hajui jambo hilo linafanywaje, akaenda kibubusa, mwisho akajikuta ametelekeza familia. Ndio maana akasema niliguse kidogo ili waliendea kwa namna nzuri na malipo makubwa, lakini pia halitaki mtu afike pahala aache yale mambo ambayo ni ya wajib akaendea katika jambo hili la sunna.